Harufu ya damu ya uchaguzi inazidi kunuka nchini Tanzania, huku Samia Suluhu akijitia hamnazo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana na channel hii, tafadhali subscribe. Baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29, Tanzania imejikuta katika kipindi cha giza, si kwa maana ya kisiasa tu bali kimwili kabisa. Umeme ulizimwa, interneti ikakatwa na sauti za wananchi zikatoweka ghafla. Hii si hadithi ya filamu, bali ni uhalisi unaoelezwa na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu, likiwemo Amnesty International ambalo ni shirika huru linalotetea haki za binadamu duniani kote. Kwa zaidi ya wiki moja, Watanzania wengi walipoteza mawasiliano ya dunia. Huduma za interneti na umeme zilithibitiwa, mitandao ya kijamii ilifungwa na taarifa zikawa chache mno kutoka ndani ya nchi. Kilio cha raia kuhusu ukandamizaji kilizidi kushamiri, huku vikosi vya usalama vikidaiwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi. Ripoti za Amnesty International na Human Rights Watch zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama nchini humo vilitumia risasi za moto, gesi ya machozi na vitisho kuwatawanya mamia ya waandamanaji waliokuwa wakipinga ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Tukio hili lilitokea sambamba na kuzima kwa huduma za mtandao, aliliyofanya iwe vigumu kwa vyombo vya habari na mashirika ya haki za binadamu kuthibitisha idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa. Wakati huu maandamano yalikuwa yameenea kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza, Mbeya, Tunduma na Tanga, yakionyesha hasira za wananchi waliokuwa wakilalamikia udanganyifu na ukosefu wa uwazi katika mchakato mzima wa uchaguzi. Amnesty International ilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kile alichokiita mwenendo wa hatari wa ukandamizaji ama wa kukandamiza upinzani. Vongai Chikwanda, naibu mkurugenzi wa shirika hilo la Afrika Mashariki na Kusini, alieleza kuwa hii ni mara ya tatu ndani ya mwaka mmoja ambapo Tanzania imetumia kuzima mtandao kama silaha ya kisiasa dhidi ya raia wake. Amnesty ilitaka serikali kuachilia mara moja wale wote waliokamatwa kwa sababu ya kushiriki maandamano ya amani na kufanya uchunguzi huru na kwa kina kuhusu vifo vilivyoripotiwa. Kwa mujibu wa ripoti, baadhi ya waliokamatwa walipotea bila kujulikana, huku wengine wakipatikana wakiwa majeruhi au wamekufa katika mazingira ya kutatanisha. Taarifa kutoka mashirika ya habari kama Al Jazeera na Reuters zilibainisha kuwa maafisa wa usalama walitumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, na hata raia wasiohusika walijikuta wakipigwa risasi na kukamatwa bila sababu. Mashahidi walisema kuwa katika mitaa ya Temeke, Dar es Salaam, watu waliuawa wakiwa majumbani mwao na watu waliodaiwa kuwa maafisa wa usalama waliovaa kiraia. Hali ilileta hofu kubwa, huku serikali ikitangaza amri ya kufungia watu ndani kwa saa 24 na kwa siku kadhaa miji mikubwa ikiwa kimya ama ilikaa kimya. Maduka yalifungwa, magari hayakutembea, na hata hivyo vyombo vya habari vya ndani vilinyamazishwa kwa vitisho vya kufutiwa leseni. Marufuku ya habari ilikuwa sehemu ya mkakati wa kudhibiti simulizi za raia. Waandishi wa habari wengi hawakupewa vibali vya kufuatilia uchaguzi. Shirika la habari Agence France Presse ama ukipenda AFP lilithibitisha kuwa waandishi wake walizuiwa kufika katika eneo la mkutano wa Rais Samia huko Zanzibar, hata hivyo baada ya kupewa vibali rasmi. Waandishi wa ndani nao walinyamazishwa kupitia vitisho, kufutwa kwa leseni na kutishiwa usalama wao binafsi. Mashirika ya ufuatiliaji wa interneti kama NetBlocks yalionyesha kuwa mitandao ya kijamii hususan WhatsApp, Facebook na X ambayo ni Twitter ilifungwa kabisa kwa siku kadhaa. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, hali hiyo ilifanya iwe vigumu sana kwa wananchi kujua kinachoendelea, kwani hata taarifa za msiba zilikuwa zikisambazwa kwa siri kupitia Bluetooth na flash disks. Wakati serikali ya Tanzania ilikiri kuwa kulikuwa na vifo kadhaa, haikutoa idadi rasmi. Hata hivyo, taarifa za vyama vya upinzani hasa Chadema ziliweka idadi ya waliouawa kati ya 700 hadi 1000 katika kipindi cha siku 3 pekee baada ya uchaguzi.
Shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu OHCHR lilithibitisha vifo vya angalau watu 10, likisema idadi hiyo huenda ni ndogo ikilinganishwa na hali halisi. Kanisa Katoliki kupitia Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu wa Tanzania, lilieleza kuwa mamia ya Watanzania wamepoteza maisha yao na likaitaka serikali kuhakikisha haki inapatikana kwa familia za waathirika. Mchakato mzima wa uchaguzi ulikumbwa na dosari kubwa. Tume ya uchaguzi ilitangaza Rais Samia Suluhu Hassan wa CCM kuwa mshindi wa zaidi ya 97.6%, huku wagombea wakuu wa upinzani Tundu Lissu wa Chadema na Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo wakizuiwa kushiriki. Tundu Lissu ambaye sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini alisema kuwa matokeo hayo hayana msingi wa kikatiba. ACT Wazalendo kupitia Mpina ilipoteza kesi yake ya kupinga kuondolewa kwake kugombea, na ni jambo lilowasha moto wa kisiasa uliosababisha maandamano makubwa. Mashirika ya kimataifa kama SADC, Umoja wa Ulaya na Amnesty International yalieleza wazi kuwa uchaguzi haukuwa huru wala wa haki, na kutokana na ukosefu wa uwazi, hofu kwa wapiga kura na ukandamizaji wa vyombo vya habari. Ripoti za African News zilionyesha kuwa kufungwa kwa interneti kulianza siku moja kabla uchaguzi na kulichukua siku 5 kabla huduma kurejeshwa. Kwa sehemu ndogo, serikali ilitaja hatua hiyo kuwa ya usalama wa taifa, lakini wachambuzi wanasema ilikuwa njia ya kuzuia taarifa za ukiukaji wa haki kutoka kusambaa. Kufungwa kwa interneti kulizuia pia biashara, mawasiliano ya dharura na huduma za hospitali ambazo hutegemea interneti kwa mawasiliano ya haraka. Tanzania ilikosolewa kimataifa kwa kukiuka mkataba wa Afrika wa haki za binadamu, hasa ibara ya 9 inayohakikisha uhuru wa maoni na upatikanaji wa taarifa. Mbali na vifo na hofu, Tanzania ilikumbwa na msukosuko wa kiuchumi. Biashara zilisimama, mitaji ilipotea, wawekezaji wengi waliondoka kwa muda kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika. Mashirika ya kimataifa ya usafiri ikiwemo shirika la ndege la Marekani FAA na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania yalitoa tahadhari kwa raia wake kuepuka safari nchini humo. Kwa wananchi wa kawaida, maisha yalibadilika ghafla. Wengine walijikuta hawana chakula wala njia kuwasiliana na ndugu zao. Watoto walishuhudia miili ya watu barabarani na harufu ya damu ilitanda kwenye mitaa kama kumbukumbu ya machungu yaliyosababishwa na siasa. Amnesty International na Human Rights Watch zimesisitiza kuwa serikali inapaswa kufanya uchunguzi huru wa kina na uwazi kuhusu vifo vyote vilivyotokea. Zimeitaka serikali kuwaleta mahakamani wale watu waliohusishwa na mauaji haya bila kuchelewa na kutoa fidia kwa familia za waathirika. Pia zimetoa wito kwa Tanzania kuruhusu vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa kufanya kazi kwa uhuru bila vizuizi, vitisho au kufungiwa leseni. Mashirika haya yamekumbusha huku haki ya kunyanyasika kunyanyasika kwa amani ni msingi wa demokrasia na si kosa. Huku dunia ikishuhudia kwa umbali, macho mengi yameelekezwa Tanzania. Tukio hili limeacha doa katika historia ya nchi hiyo ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijulikana kama kisiwa cha amani katika Afrika Mashariki. Lakini sasa ripoti za mateso, ukatili wa polisi na ukosefu wa uwazi zinazidi kuchora picha mpya ya taifa lililogubikwa na hofu. Haya ni matukio ambayo yameitikisa Afrika Mashariki na kuibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa demokrasia barani. Kwa sasa dunia inaongoja kuona iwapo serikali ya Tanzania itachukua njia ya uwazi na maridhiano au itaendelea kuzima sauti za raia wake. Hii imekuwa ripoti maalum kutoka hapa Kenyascope Channel na kukuletea simulizi nzito zenye ukweli bila upendeleo. Endelea kufuatilia habari zaidi, tafsiri za kina na uchambuzi wa kipekee kuhusu Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Hii ni Kenyascope, sauti ya ukweli, sauti ya wananchi. Kwa hivyo kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi, na vilevile kumbuka kugonga alama ya kengele iliyopo hapo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi wakati tunaziweka.